Quickly, verse 14. In whom we have redemption. In Christ we are redeemed. Actually, the Bible says, God who has delivered us. Tell somebody, I am delivered. I am delivered. Now, the deliverance you need is not the deliverance that Christ did. It is the deliverance of your understanding. Hallelujah. Amen. Listen to me. Hapo kaniweka kuzimu. Ndani. Siwezi shika na mapepo. We don't meet anywhere. Hallelujah. Amen. We don't associate in any way. Actually, nikiingia kuzimu nitapanda kanisa huko. Hallelujah. Why? Matthew 5:14. You are the light of the world. You are what? Let's remain there. Okay, kama utakuwa swift ni sawa. Sitaki uame kwa ile yetu ya kwanza. But kama you can be swift is okay. We are the light of the world. Devil is the darkness of the mahali Mungu ameona giza huwa anatutuma sisi. Sisi ndio torch za kuleta mwangaza katika ulimwengu. Stop somebody around the light. Your marriage must receive light in the name of Jesus. I said your marriage must receive light in the name of Jesus. You know when you are in darkness, my brother, unaweza kaa hii shati kifungo hakuna imefunguka. Na as long as you are in darkness, you will not correct it. So you will be very comfortable. Hallelujah. Umekaa tu vibaya lakini haujui kwa sababu gani kuna giza. Listen to me. The most important thing is not your eyes. Because when you have eyes and there is no light, your eyes can help you. Are you understanding? Yes. Hallelujah. Amen. So, the most important thing is this light. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. No matter the illuminance of light, when the eyes are blind, that light does not matter. Hallelujah. Amen. So, listen to me. Nikiona mtu nikwambia, hey, you are smart. Before I say you are smart, kwanza praise the light. Because if you are in darkness, I do not say you are smart. Hallelujah. Now we are that light. When we appear to men, they understand who they are. Because they are in the light. And then they correct themselves. Because they have seen the light. But now, I'm sorry, listen to this. When the light is there and the eyes are blind, you can't help yourself. That's why 2 Corinthians 4:4, the Bible says, the God of this world has blinded them. Tell somebody, I refuse to be blind. I refuse to be blind. Hallelujah. Whose minds the God of this age has blinded? Let the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God, should shine on them. Today, the glory of the Lord must shine over your life. In the name of Jesus. Back to our scripture. My God, my God, my God. Ask somebody, are you ready? Hallelujah. The biggest mistake the devil has done is to allow you to be in this service today. You didn't hear me. I said the biggest mistake the devil has done is to allow you to be in this place today. Angekukomiti na shughuli zingine usiingie hapa. As long as you are under the sound of my voice, this grace must catch up with you. It must catch up with you. It must catch up with you. You must be delivered. You must see the light. Hallelujah. I don't care whether ulifanya operation kizazi ikatolewa. Mungu alikuumba mzima, wacha kizazi, alikuumba wewe mzima. Anashinda na kuumba kizazi. You know, we limit God with our minds. Because we try to imagine him with our minds. That's why he has given us the Spirit of God. So that when you pray with your mind, na unafika mwisho, because there is a level where the words of man can reach.
Ukifika mwisho wa level za maneno ya wanadamu, you switch into another channel. A channel where devil cannot meet you. Hallelujah. Hallelujah. In whom we have redemption through his blood, the forgiveness of sin. Continue. He is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. For by him all things were created that are in heaven and that are on earth, visible, invisible, whether thrones or dominions, principalities or powers. All things were created through him and for him. All things belongs to Christ. Continue. And he is before all things, and in him all things. Talk to me. In Christ all things. What are you lacking? Are you born again? Some are doubting. Are you born again? Yes. Is Christ in you? Yes. All things are in you. I say all things are in you. Yes. What you need is the light. What you need is the power to see that which belongs to you, and you possess your possession, because what you need is within you. If we are in Christ, the environment we are living in has everything that we need. Say what I need is within the compound. Say whatever I need is within the compound. Receive the desire of your heart. As I receive the desire of your heart in the name of. If you are here and you have delayed without getting married, whether that husband is in America or in England, because I believe whatever delays is good. I say whatever delays is good. Mimba ya panya si sawa na mimba ya ndovu. Who am I talking to? Ninaongea na nani? Kuna watu wamebeba mimba za ndovu. Kuna watu wamebeba vitu vikubwa. Huduma ya ndovu sio huduma ya mbea. Haleluya. Sungura anaweza zaa mara 10. Na ndovu yuko tu anabeba. Ile siku ataangusha mzigo. Sungura na watoto wake wote na mume wake, familia yote ya sungura, mzigo mmoja wa ndovu, wote wanakimbia. Hallelujah. I feel grace to overtake those who went ahead of you. I say those who went ahead of you, may you overtake them. May you overtake them. There was a time I was so discouraged because my father was not able to take me to school. Hallelujah. And when I saw my fellow age mates, watu niliwashinda kwa darasa, wanatoka secondary, ninajificha. Now don't ask me, where did I receive this English? English is a language. If I can speak in the language of heaven, what is English? Come on, don't trouble me. Hallelujah. I said, don't trouble me. I can do all this in Christ. Oh, this is strength. I can do all this. I can do all. The devil is a liar. The devil is in trouble. He will set you free tonight. Hallelujah. Nikiwaona ninahepa. Wamevaa uniform that second pastor, a whole zone. Ilikuwa inaitwa Kavindu zone with over 300 schools, not 300 pupils, 300 schools. I could imagine number one. Na naamini ni kama waliniroga. Ndio nisisome. Kumbe shetani akitupa mawe, Mungu anabadilisha yale mawe, anayafanya dhahabu. Haleluya. Anayafanya dhahabu. Mawe waliotupa kwako yanageuka vitu vya dhamana, na Bwana anakuheshimisha. Yeye aliwahi masikini kutoka mavumbini, anawaketisha pamoja na wafalme. Leo hii ninahubiri na wasomi na watu wa heshima kama hao wasuke mauti. If they were not of the Lord, I will be at the gate there.
nikiangalia ni nani anaingia. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo hii natembea na ndege. Kuna watu nilisoma nao hawajui ndege ni nini, wanaangalia kwa view sasa. Na wamesoma. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Kuna wengine waliona kwa TV, na kipindi niliingia tu kwa TV kwa neema ya Bwana. Haleluya. Watu wakatafuta simu yangu, nikasikia, "Ai! My prayer answered." Listen to me. When God blesses you, everyone, even your enemies, they pretend you are together. Now, hallelujah. Do not insult them. Wewe jua ya kwamba nimeingia kwa mwangaza wa Bwana. Nimeinuliwa kwa munara na mataifa lazima wanione. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu walikukatia simu, wakatafuta namba yako wiki moja ili waipate. Mama utafanyika msaada. Utafanyika msaada. Haleluya. Nilienda mahali kwa mkutano mkubwa. Ilikuwa ni mtu mkubwa alikuwa amefariki. Anajuana na wakubwa. Na matenti yamepangwa kulingana na class. Sema class. When you belong to Christ, you belong to the top class. Hallelujah. Hallelujah. You know the Bible says in Jeremiah, he who boasts, let him boast, because of this one thing, that he knows me, that I am God. Inasema, let not the rich boast in their riches, neither strong man boast in his strength, but he who glories, my version says glory. Glory is boasting. Let him who glory. I think it is in Jeremiah. Hallelujah. I want to show you something here. Let's show you. Let him who glory because of this one thing that he knows. Umebada. Leave it. One this hand. Why am I saying this? Tukaenda kwa mkutano, mahema yamepangwa na class. Tukaingia. Nilipoingia, MC akachukua kipaza sauti. Asema ile hema iko pande ile ni ya watu wa familia. Ile hema iko pande ile ni ya watu wa maeneo fulani. Ile hema iko pande ile ni ya viongozi wa serikali na wachungaji. Nilikuwa nimekalia gongo. Unajua gongo? Gongo unajua ilogo. Na my classmates na agents. Tumekalia hapo tuna chat. Kunaendelea. Niliposikia na ile hema ni ya viongozi wa serikali na wachungaji. Nikawaambia goodbye. Hallelujah. Class imepanda. Nikakumuta na koti. Na nikaenda polepole. Nilikwambia saa ingine tembeana kama simba. Wacha kutembea kama sungura. Tembea kama simba. Mungu anasema waovu wasio haki ukimbia wakati hakuna anayewafukuza. Lakini wanaomjua Bwana ni wajasiri kama simba. Wajasiri kama simba. Wajasiri kama simba. Wajasiri. Mahali niliketi hivi. Mhubiri akisema salimia jirani yako mwambie. Nilikuwa nasalimia Eric Mutua. Unamkumbuka yule mkubwa wa LSK? Alikuwa mkubwa wa LSK. Actually aliniomba kalamu. Maana mhubiri alitaja scripture hapo, akasikia imemdunga. Niambia nisaidie na kalamu. Hallelujah. Hallelujah. Kama mkubwa wa sheria anaweza niomba kalamu. Hallelujah. Bwana kukatisha mahali. Bwana kukatisha mahali. Bwana kukatisha mahali. Hallelujah. We live in the newness. You got it. Let not the wise man glory in his wisdom. Let not the mighty man glory in his might. Nor let the rich man glory in his riches. But let him who glory in this, that he understands and knows me, that I am the Lord, exercising loving kindness, judgment and righteousness in the heart. For in this I delight, saith the Lord. We have a reason to boast. I say we have a reason to boast. Hallelujah. Haya kieti zingine lake. Bwana nisaidie hizi itaisha na mhadaji. Kile kitu ninajua. I know one thing.
no stone will remain upon the other. In the kingdom of the devil, we will overturn until you receive that which belongs to you. In the name of Jesus. Hallelujah. We live in the newness of life. The newness of life. We are the children of the kingdom. And we are the children. Maybe he's not believing. One day I am a child. From the kingdom. Hallelujah. Wanafunzi wa Yesu wakamwambia Yesu, Master, teach us to pray. Hey. Hallelujah. Yesu akawaambia, when you pray, say this. Our Father, who is where? Listen, I have a Father in heaven. And it's not a joke. He's a new Father. He knows me by name. Bwana asifiwe sana. Ngoja nijaribu hii kanisa. Hii kanisa hii naona iko alasi sana. I say we have a Father in heaven. Baba yangu wa duniani, baba yako alikosa school fees. Baba wa mbinguni anakupea gari ya milioni 2. We have a Father in heaven. We have a Father in heaven. You are our Father who is number one. Yesu anakwambia, listen to me. The main thing Jesus was teaching was not for you to recite that prayer. It was for you to know how you relate with God. He first told them, God is your Father. Wajua kuna watu wao wanaona Mungu ni judge. Amekaa mahali na kikoto. Ukikosea tu. Sisi wanasema wewe kachana na Mungu. Bwana asifiwe. When I understood who God is to me, that is the best place I can run. Lakini kuna watu torokea hapo wanaenda kwingine. Nikifanya shughuli zote hata kama zinakaa aje. Hata kama wanadamu zinakaa chafu, pale mahali nakimbianga ni kwa Mungu. Maana hapo ndio na msamaha. Yupo mama aliyeshikwa, hata sio kushukiwa, alishikwa in the very heart. Spirit of God. Wakasema huyu tumempata right handed. Kabisa. Mambo yakiendelea. Sasa leo atakiona tumpeleke kwa Yesu. Tumpeleke. Mimi nilikosa nipelekeni kwa Yesu. Nasema nilikosa nipelekeni kwa Yesu. Maana unajua kesi yangu vile itaamuliwa. Akasema wewe ni mwanangu, nenda usitende dhambi tena. I'm not encouraging you to sin. I am encouraging you to love Jesus the more. Kwa yule Mungu ambaye unampenda, hata wakati hayupo karibu huwezi kusengenya. Amen. Ile heshima pastor saa nyingine sipendi. Maana anakusalimia ukienda. Bwana asifiwe. Lakini mtu anakupenda atakaa kwa kikao, watu wanasema Pastor Geoffrey naye pastor ajifanya anachukua simu na huyo aende atakaa kwa hiyo kikao ninayosengenya mchungaji wake, maana anampenda. So kwa sababu ukipenda Mungu hautamfanya dhambi. Bwana asifiwe. Wasichana wale wako hapa na umeolewa juzi, wakati tu ulipozwa hivi, kuna watu ulipea taarifa kutoka leo. I'm against. Usitumie message ovyo. Nimepatia mchumba wangu akaunti yangu ya Facebook. Uki-SMS mbaya aione shauri yako. Why? Maana unampenda, hautaki kumkosea. Ungefanya siri na uendelee, na labda hatajua, lakini kwa sababu unampenda unasema how can I do this to the one I love. So kile kinafanya tusitende dhambi sio kuogopa kuchomwa. Kile kinafanya tusitende dhambi ni kusema how can I do this to Jesus who sees me every day, who provides me with everything. How can I do this? And you say not to sin. Hallelujah. So we are children in the kingdom of God. Sasa kuna mtu sasa ananiuliza, mimi niwe mtoto wa Mungu na vile ninasota. Unajua hiyo Kiswahili ya kusota? Hiyo ni ya Mombasa. Kusota. Galatians 4:1.
I want to tell you where you are so that you may walk in the newness of life. Because when you received Christ, you were made new. You were made new in Christ. Are you there? Now I say that the hair, who is a hair? Kurithi. Unaweza kurithi mali ambayo si ya baba yako. Kwa hivyo mali yote ya baba yetu sisi ndio warithi. Hallelujah. That's why Jesus said, I go in heaven and I will send you an helper, a comforter, who will be with you. Hallelujah. Akakwambia, I give you all power. Whatever I need, go and do more than that. Because we receive that which Christ had. Jesus had no houses, had no cars, had no other being. He had power. So that is what he gave. You only give your children what you have. You can only inherit that which you have. Jesus had power. He inherited power to us. If you are powerless, it's because maybe you are a child. Listen. Now, I say that the heir also. No, begin. Are we there? As he is a child, does not differ at all from a slave. Do you understand that in James language? Inasema kama mtu ni mtoto, hana tofauti na mfanyikazi. The word slave ni neno ya kitambo. Siku hizi tunamuita mfanyikazi kama vile labda unaweza kuwa na msichana wa kazi pale. Wakati huo wa kitambo walikuwa wanaitwa slaves. Mtumwa. Lakini sasa tunawaita mfanyikazi ama house help, vitu kama hizo. So Biblia inasema mtu akiwa mtoto, akiwa nini? Mtoto, hana tofauti na mfanyikazi. Angalia mtu mwambie, kama hujarogwa, usisinzie kwa ibada kama hii. Hallelujah. Hallelujah. Kwa shetani anaweza jua hapo ukisikia hiyo utapona, anakuweka usingizi. Kili pita usikie watu wakisema amen na wewe. Bwana asifiwe sana. Amen. He does not differ with a servant. Kwa hivyo ukiwa mtoto unakaa kama mtumwa. Twende tu slow. Yule ambaye ako na mfanyikazi wa nyumba hapa, na uko na watoto wadogo, rika hii ya huyo anaingia. Bwana asifiwe. Wakati unatoka kuenda town, ni nani unaachianga maneno kumwambia ikifika saa fulani fikeni, ikifika saa fulani mkaoge, ikifika saa fulani mzime tii. Kwa sababu pale uko mtoto, ukikomaa ufike mahali. I'm getting a picture. Useni, you have a company, a big company, and if you don't have, it's coming. Very big. You have managers, assistant managers, and other servants. Wafanyikazi kampuni ina wafanyikazi 60 of them, na waandamani wote unawalipa. Hallelujah. Alafu katoto kako kama unanionyesha kanasoma tu university degree, bachelor of business and what. Siku ikifika akimaliza unaita meeting kwa kampuni. Kuna meeting zitaitano hapa, mambo ya mabadiliko ya maisha yako. Katika jina la Yesu Kristo, unaita meeting kwa kampuni, unawakalisha chini. Manager anasimama na kitambi yake. Unamwambia from today, my son will manage this company. Will manage. Kato anasimama kako 1GB kama taxi hapa, huyo anachukua picha. Unaona vile kwa 1GB. Anasimama kako 1GB, wazee wote na vitambi, unamwambia huyu ndiye atakuwa, unamsikia yeye ndiye manager, akikutuma unakimbia. And from that moment the company inakuwa ruled by the Son. That is exactly what Christ came to do. He came so that he may restore back our dominion that was stolen by the devil, and today we are going back to our dominion in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Pale msalabani akasema yote
akaingia kuzimu, akachukua funguo za mauti na mamlaka. Wapendwa waliokufa bila kuokoka, maana hakuna wokovu bila damu ya Yesu. So kina Musa, kina Elijah, wote kuna mahali waliwekwa wakingojea ukombozi katika paradiso. Bwana asiwe sana. Maandiko yanasema na alipokufa kukatetemeka, makaburi yakafunguka, miili ya wapendwa ikachomoka. Hey, I'm feeling power in this place. I'm feeling power in this place. Kila kaburi ya umasikini, kila kaburi ya taabu, kila kaburi ya magonjwa inapasuka leo kwa jina la Yesu. Inapasuka leo kwa jina la Yesu. Ikalaba zakababa. Hallelujah. Until the time appointed by the Father. Lift up your hands. Say, this is the time. Appointed by God. I will reign again. Say, I will reign again. Shout back to dominion. Say, back to dominion. Shangilia Bwana Yesu. Hallelujah. I see some faces, you are already here. And you may think this is a normal service. This is not a normal service for your information. This is not a normal service. If you have ever heard of miracles, this is the time. I say this is the time. I say this is the time. Yesu aliangalia watu mahali. In John 16 verse 20. Akasema, when I look at you, you are worried. But your worry will not last long. Most assuredly. Actually, King James, what are you King James says, verily, verily, I say unto you, you will weep and lament, but the world will rejoice. You will be sorrowful, but your sorrow will be turned into joy. Look at your neighbor. Mwambie, my sorrow is going to be turned into joy. My sorrow is going to be turned into joy. Hallelujah. Continue. A woman, when she is in labor, do we have women here? Yes. Hallelujah. Yes. And if you have never been into labor and you desire it, this time, very moment, we see that grace in the name of Jesus Christ. Hakuna utasa katika nyumba ya Yakobo. Receive grace. Receive your child. As a woman, when she is in labor, her soul, because her hour of pain has come. But as soon as she has given birth to a child, tell somebody, I'm going to give birth to my miracle. Say, I'm going to give birth to my miracle. The Bible says, she no longer remembers the anguish for the joy that a human being has been born into the world. There are miracles that are going to happen in your life. You will forget every shame that you have gone through in the name of Jesus. I say every shame. I say every shame. I say every shame. Maneno mengine ya uongo yalinena kinyume na wewe, na watu wakaamini kweli. Majira ya kuaibisha na wale watu waliokunenea uongo yamefika, ndio leo katika jina la Yesu. Bwana akuheshimishe. Bwana akuheshimishe. Bwana kumalize vazi la heshima. We have triumphed in Christ. Mambo yote yaliwekwa msalabani. We are free in Christ. I say we are free in Christ. He came so that you may be free. He was poor so that you may be rich. Hallelujah. He was crucified naked so that you may wear good garments. Garments of honor. Actually, he went to hell so that you may go to heaven. Hallelujah. You are redeemed by the blood of Jesus. You were born again to reign again. I say you are born again to reign again. May you rise up and reign again over poverty. Reign again over every issue of your life. Reign again. In Calabasas, Jesus
Jesus is here today. Nani hapa anasema I feel something in this place? Nani hapa anasema nataka kutendewa jambo la Mungu? Na Mungu, na Mungu, na Mungu, na Mungu. Yes, I saw people. Kuna nyumba ilikuwa inakaribu kuharibika, ndoa, mko katika mabishano na mke wako. That is devil, not your wife. That is devil, not your husband. Your husband is good. Mume wako ni mzuri. Ni yule alikuita maneno mazuri. The devil ndiye anasumbua yeye. Unaona kama hafai. Begin to love him again. Nasema begin to love him again. Because from today, peace will come in your house. Peace will come in your house. Peace will come in your house. Hebu simama nifanye kitu mbili tatu. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Father. My sister, umewahi kuwa na shida ya mgongo? Sitaki kuuliza kama wahubiri wengine wanauliza, do I know you? You communicate anywhere. You have my unaona kwa TV. When I was here, God was telling me that is the end of it. That is the end of it. Makala basai. Kama hizi vitu zinaweza songa nyuma, sitaki watu wote. I want people, kama unauma na kichwa nenda ununue Panadol. Sitaki mtu basi anauma na kichwa, no. I want issues that no man can solve. My God. I say I want issues that no man can solve. Umeambiwa hauwezi kupata mtoto. Pastor, I was preaching somewhere and I spotted a young man with hearing aids. And the Spirit of God entered into me. Nikaanza kupiga funny like mwenda wazimu. I jumped over from the prophets. I was not in church, it was a crusade. Nikaingia katikati ya watu because the little boy was somewhere inside. Nikamshika mkono nikamleta karibu. Saa hiyo nimekamatwa na roho wa Mungu, sijielewi ninafanya nini. Kwa hiyo mlevi huwa hajielewi. Hii mambo mengine tukipata tukiwa soba. Kuna mambo hatuwezi ongea. Pastor nilichukua kale kadude nikamtupa. Why? Because I heard the voice of God. Kama vile niambia kuhusu huyu, ya kwamba huyo kijana atasikia. Unajua Mungu haongeani sana kwa convince. Akiongea basi. Ukubali ukatae ameongea. Nikachukua kale kadude nikatupa. Nilipotupa nikamwambia kijana. Nikamwambia mamake akaja akilia, nikamwambia nifunike hii sikio nasikia. Nikamwambia kijana, sema Bwana Yesu. Kijana akawa akisikia. Umeshtua. Ambia don't try this. But in my spirit I heard it very clear that this boy is delivered. Nikamuuliza tena hajaongea. Baba si. Good enough, that was my last day. Nikamaliza na nikarudi Mombasa. 3 days later, yule mama akanipigia akilia. Akaniambia pastor, mtoto ameanza kusikia. 3 days later. So it was pure in the spirit. It was visible in the visible. When you want to kill a tree, kill the roots. When you kill the roots, no matter how green the tree looks like, it is gone. Today, every sickness in your body, you will crush every root. I said you will crush every root, and the disease will dry. I said your disease will dry in the name of Jesus. Kuna watu wana shida ya tumbo. Very few of them, please come here. Iwe ni ulcers, iwe ni nini, lakini ni shida ya tumbo. Come quickly. Come quickly. Come quickly. I'm saying that to save time because we cannot come all of us here. Ushers, get ready. Some people, kuna watu watagongwa na nguvu za Mungu wakiwa mahali wamesimama. Alipanda kwa barabara. Vikalama za kadaba. Katele la katalaba. Amba la bosia. Ilo mikono yako kwanza umwabudu Bwana.